Jesus Christ. To what? To a mature man, the mission and station of our Lord Jesus Christ, so that we may come to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lengo kubwa kwetu ni kumjua Kristo Yesu ambaye aliyetuokoa. Na tukijua Kristo Yesu aliyetuokoa, haitakuwa rahisi watu kutudanganya. Because people in their all levels of understanding, they try to misguide people. Wanajaribu sana kupotoza watu katika mafundisho ambayo ni funny. Na wakati ambapo tumepotozwa, tumeshindwa kufahamu Kristo Yesu, get this and get it strongly. Wakati tumeshindwa kufahamu Kristo Yesu na ile kazi alikuja kufanya, hatuna wokovu. Unasifiwe? Wakati tunashindwa kufahamu Yesu ni nani na ile kazi alikuja kufanya, we have no business in salvation. Because salvation is all about Christ and what he came to do. Are we there? So if we are not taught about who Christ is and what he came to do, tutaingia katika hali ile ya kuikana imani. We shall fall into apostasy. Apostasy ni ile hali ya kukana imani, kuacha imani. Are we there? So ni vizuri kujua sana Kristo Yesu. Ndiposa Paulo alisema hivi, nataka kumjua yeye na nguvu zilizomfufua kutoka kwa wafu. Nataka kumjua yeye. Yeye ni nani hapa? Ni Yesu Kristo. And the power of his resurrection. Are we there? And which power resurrected Jesus Christ from the dead? God's power. Sinivyo? And what is the gospel? Romans 1:16, if you can remember. Gospel is the power of God unto salvation. So when we understand the gospel, we will understand the power of God. When we understand the power of God, we will understand the power of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. It was not just another natural or unnatural death, a cruel death on the cross. It was a death with a meaning. Now, from the beginning, in all generations, men have tried to twist the gospel. Men have tried to twist the saving grace that is found through our Lord Jesus Christ and Christ alone. They have tried to bring many more things into the gospel, thinking what gospel's power is. And this morning, I would like us to study the book of Jude. In our main service in the morning, we are going through the book of Jude with Joram, and I'd like us also to go through the book of Jude. Jude is the second last book in the New Testament. Ndio ipate haraka. Ni kitabu ambacho najua tusomagi sana. Hata Joram alishindwa kama kuna kitabu kama kinaitwa Jude. Kiswahili inaitwa Juda. Second last book of the New Testament. After Jude you go to Revelation. Na Revelation hapo ndio mambo yanaanza kufanya nini? Kupea watu giza. Na Revelation ni kitabu moja rahisi sana kuelewa. Lakini pia watu giza sana, maana watu wanataka wakielewe venye wanataka. Revelation haikuji kutustua. Revelation, nakumbuka wakati mwingine nikiguzia, nisema theme ya kitabu cha Revelation ni nini? Jesus conquers. Usione dragon, usione beast, usione the rockers ambayo iko na kichwa kama sijui ya nini, mguu kama ya nini. Wacha kuona hizo. Baada ya hizo maandiko yanasema kisha nikaona mwana kondoo akakuja akamnyang'anya mamlaka. Jesus conquers. Odia. Nikaona joka zinatoka katika nini, nikaona mnyama akatoka kwenye ziwa akatoa mamlaka juu ya adhabu ya nchi, na baadaye akaua watu akafanya. Kisha nikaona mwana kondoo akakuja akamnyang'anya mamlaka. Jesus conquers. Don't see the rockers, don't see the tribulation. See the power of our Lord Jesus Christ. Are you there? Hicho ni kitabu very tricky. Ninaamini Mungu siku moja tutakuja kukisoma twende through. Lakini tukimaliza Romans tutaingia Revelation. Sio kama hizi vitabu tunaenda through zinawasaidia? Nasaidia? Yes. Kama tunafanya tu hapa
pastor anatuboa sana na hii makitabu kila saa. It is a Bible. Okay, the book of Jude. Tukipeana tu a simple background, the book of Jude. Jude was teaching the church on how to stand with faith, on how to stand strong in faith, on how to, what can I say? On how to be strong in their faith in Jesus Christ. That is what Jude was doing. He was trying to help the church, despite what they were going through, to stand in the midst of storms. Jude was helping the church to stand in the midst of tribulations. There are many things that the church goes through, not only today, but from days immemorial. Kanisa limekuwa likipitia mambo mengi, na yale mambo mengi zaidi, kuna vitu kanisa imepitia. Wakati wa Nero alipersecute kanisa, akaua watu. Wakati wa Herode walikuja akaua watu, wakati wa kina Agrippa. Lakini the greatest persecution that the church has been facing ni mafundisho ya uongo. Maana mafundisho, mwenye anafundisha mafundisho ya uongo ndiposa asimame, ni yeye husababisha persecution. Awidea? Shika hiyo, persecution kwa kanisa haikuji tu kwa sababu mtu amedharau tu kanisa. Persecution kwa kanisa inakuja kwa sababu kuna mtu anaona kanisa ama movement fulani imeanza mafundisho ambayo ni kinyume na kile mimi ninafundisha. Na ndiposa ninyamazishe hawa, nitaleta persecution. Persecution inafanya watu waache Mungu. Na ndiposa maandiko yasema hivi. Wakati ambapo Yohana akiwa katika kiziwa cha Patmo alikuwa anaandika hivi kwa kanisa moja ya zile kanisa saba. Na kwa sababu ya uovu mwingi, upendo wa wengi utapungua. So persecution also causes people to lose their zeal for the service of Christ. Persecution has a lot of demerits if you are not strong in Christ. And the in the book of Romans, Paul anahimiza ya kwamba wapendwa count James na pia Romans. Tulisoma Romans chapter 5. Anasema ya kwamba Romans chapter 5 na James chapter 1. Count it all joy when you go through persecution. For when you don't count it joy, when you go through persecution, ni rahisi sana kuforfeit the faith. So here Jude, kitabu cha Jude. Jude is the second last book of the New Testament. Twende pale. Jude chapter 1. Jude has only one chapter. Na naamini hatuwezi kuimaliza katika hii service moja. Hivyo maana ningeomba Mwenyezi Mungu kwa neema yake atusaidie tuingie deeply katika kitabu cha Jude. Jude, who was Jude? Sio nani anaweza kutuguzia Jude alikuwa ni nani? Except Jonathan. Who was Jude? Ama Judah. Judah alikuwa ni nani? Ndugu ya James. James Mugani. James Mugani. Hapo uko sawa? Ndugu ya James. Disciple. Maana introduction imewekwa hapo. James, the disciple of our Lord Jesus Christ. Yes. James, the son of Andrea. Ama huyo James mwingine? James Husband. Okay, because of time, Jude, kwanza soma mtu atusomee mstari wa kwanza. Jude chapter 1 verse 1. Jude, a bond servant of Jesus Christ. Jude, a bond servant of Jesus Christ. Wamefungwa pamoja na Kristo Yesu. Ni mtumwa pamoja na Kristo Yesu. A bond servant. They are in the same bond. Bond ni kifungo. Kwa hivyo Juda anasema mimi nimefungamanishwa na Kristo Yesu na mimi ni mtumwa pia wa Kristo Yesu. Si mtumwa wa dunia, si mtumwa wa dhambi. I'm a bond servant of our Lord Jesus Christ. Kiswahili nasema namna gani? Juda mtumwa wa Yesu Kristo. Juda mtumwa wa Yesu Kristo. Ndugu yake Yakobo. Ndugu yake nani? Yakobo. Okay, hapa na hii utaishika labda sijui utaishika namna gani? Maana tuliongea asubuhi nikifundisha. It is good always to understand the Bible. Na ndiposa huu mwaka ni mwaka wetu wa kuelewa maandiko. Hebu tuende Matthew 13:55. Tujue huyu Juda ni nani.
Tulisema Yesu alikuwa 100% man and 100% God. And that's why he was able to reconcile us back to God. Because God had been wronged by man, and it needed a man, God, to reconcile God with man. Anybody there? Matthew 13:55. Is this not the carpenter's son? Is this not the carpenter's son? Hawa ni Wayahudi walikuwa na wanagi kuhusu Yesu. Wanasema, who is this guy? He is claiming to be God. We know him. He is claiming to be the son of God. We know him. We know his parents. Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? The mother of Jesus, we know her. She's called Mary. And? Is not his mother called Mary and his brothers James? And his brothers? James. Can you remember James? Yes. Can you remember the book of James? Yes. The book of James was written by James, the half-brother of our Lord Jesus Christ. Are we there? So James, Joseph, Joseph or Joseph. So the brothers of the half brothers of our Lord Jesus Christ is James, Joseph, Simon, Simeon, and Judas. Judas. Who is Judas? The author of this book. Why is he the author? He's saying Judah, a born servant of our Lord Jesus Christ, and the brother of James. Are we there? So kuna ndugu wawili walioandika Biblia, mandugu wa Yesu, ambaye ni Yakobo na Yuda. Nashika mpaka hapo kanisa? Yakobo na nani? Na Yuda. Tusome Biblia vizuri. Yakobo na Yuda, lakini Yesu alipokuwa hapa duniani walikuwa hawamwamini. Hata siku nyingine Yesu akasema kwamba kuna sherehe Yerusalemu nataka nipande. Wakamwambia, "Si uende, si mtu akitaka kujulikana naenda mbele ya watu ndio ajulikane." Maandiko yanasema walimwambia hivyo maana hawakuwa wanamwamini. But later on they believed in him. Church, when we stand for the truth, even our family members can see Christ in us, and they can for sure attest and say, I believe the God our brother or our sister is serving is a true God. Father, help me to believe in the God they are serving. Are we there? So we are the living epistles. Sisi ni barua ambayo inasomeka. Sisi pia ni chumvi ya dunia. Maandiko yanasema wacha matendo yetu mema yangae kwenye giza, ndiposa watu waone matendo mazuri ya Mungu ndani yetu na walitukuze jina la Mungu. Are we there? So Jude here was the brother of Jesus, inaitwa step ama half. Ni half brother of our Lord Jesus Christ. Kumaanisha Mariamu mama ya Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipomzaa Yesu, yeye alikuwa ameolewa na Yusufu. So we all know that. Na wakaendelea kuzaa watoto wengine. Tuko hapo? Sasa hii pia inatuthibitishia kitu kikubwa sana. Yesu amezaliwa na mwanadamu Mariamu mwenye aliweza kuzaa watoto wengine. Kwa hivyo Yesu hakuzaliwa hakuanguka tu mahali popote. So he is man. And it is only man that had wronged God. And it needed a man to reconcile God with the man. But no man can access to God except God. So it needed God to come and also be man to reconcile God and man. Unaweza kuona hiyo equation? Bwana Yesu asifiwe. Hata usipoona utaendelea kuona tukiendelea na mafundisho mengine. Kwa hivyo sasa Yesu alikuwa na mandugu wengine wangapi? Watatu ama wanne? Tumesema James, Joseph, Simon and Judas. Na pia alikuwa na sisters. Ukiendelea kusoma hapo chini. Lakini sisters hakuna mahali tumepewa majina yao. So get that right. Church. Imani yenye unaihold ielewe vizuri. Tuendelee. Anaandikia nani? Yakobo. Sehemu ya pili nasema na Yuda anaandikia nani? Juda. Sehemu ya pili nasema na nani mtu akisomea kwa Kiswahili? Who is he writing to? This epistle. Sehemu ya pili, sio mstari wa pili, sehemu ya pili. James chapter 1 verse 1 sehemu ya pili.
kwa brother of James. kwa hao walioitwa waliopendwa katika Mungu Baba, na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Hapo kuna maneno matatu pia ya muhimu sana. Nimesema kwa wale waliopendwa. Kiingereza Love. to those who Love. have been called. Who calls? God. Who calls people to salvation? Jesus. God. Hakuna mtu hujipeleka kwa wokovu. Mtu huitwa na Mungu anaelekezwa kwa wokovu. Kwa maneno mengine, hatuokoki kwa sababu tuna bidii na nguvu sana. Ni neema ya Mungu inayotuokoa. Inasema walioitwa. This is a wonderful analogy, I believe. Yeye Mungu huita mwenye dhambi akiwa kwenye dhambi. Ama anamuita tulisikia on Sunday. Na tutaendelea na hicho kitabu cha Romans chapter 5 in the second service. On Sunday tulisikia kwamba, if you can remember with me, venye maandiko alisema ni vigumu mtu kukufia mtu mbaya. Tulisikia hivyo? Akaendelea akasema kwamba lakini alitupenda tulipokuwa wenye dhambi. God loved us while we were yet sinners. So God saves sinners in their sins. Am I making sense? Mungu huokoa wenye dhambi katika Dhambi zao. si ni matope ya dhambi. Na niko ndani ya matope ya dhambi. Mungu hanitoi kwenye matope aniokoe, ananiokoa kutoka nikiwa kwa dhambi, ananiokolea hapo kwenye dhambi, kisha baadaye ananipeleka katika neno lake nioshwe. Maandiko yasema kwamba mko wasafi kwa sababu ya lile neno umehubiriwa. Aweje? So wakati ambapo tulikuwa wenye dhambi, tukiwa kwenye pombe, tukiwa kwenye anasa, tukiwa kwa aina yote ya dhambi, dhambi ni dhambi, yeye Mungu akanena na mioyo yetu. Akatuambia umenikosea. Na njia moja tu ya kukubaliana na mimi ni wokovu. Na huyu mtu akasema ndani ya moyo wake, kweli nimekosea Mungu. Mungu nisamehe. Ikifika Jumapili ama nikikutana na mhubiri, nitamwambia niombeni wokovu. Na hilo jambo likawa ndani ya huyu mtu, anaanza kutembea kama mtu mwenye ambaye ni mzuri na pendeza Mungu. Mungu nisamehe, nimeamini nilikufa kwa ajili yangu, ninaomba unisamehe. Kisha huyu mtu Jumapili aje kanisani. Akija kanisani, huyu mtu aliokoka lini? Na akija hapa aseme nataka mniombee niokoke. Confirmation. Anaokoka saa hizi ama aliokoka? Aliokoka. Chukua ni yake. Aliokoka ama ameokoka? Sasa anapokuja hapa, he is making a public confession. Lakini aliokoka. Wewe? Bwana asifiwe. Ndiposa yule anasema kwamba kwa wale walioitwa na wale aliowaita, in the book of Romans anasema kwamba na wale aliowaita aliwachagua tangia asili. Na aliyowachagua tangia asili aliwabadilisha, amewafananisha na mfano wa mwana wake, na pia amewatukuza. Haleluya! Yeye Mungu huona mwisho kuanzia mwanzo. Yuda anaongelesha wale watu tayari wameokoka. The epistle of Jude iliandikwa kwa wale ambao wameokoka, anawahimiza wang'ang'anie imani. Tayari wako kwa imani, sasa wang'ang'anie imani, maana kuna watu wanaleta vituko katika imani. Injili za vituko hazikuanza in this generation. Injili za vituko zilianza hata wakati Yesu alikuwa hapa. Wakati mitume walikuwa hapa, kuna watu walikuwa na kikundi chao. Walikuwa naanza imani tofauti, wakisema Yesu hajakufa, amejificha mahali fulani atarudi.
but Christ died, resurrected, and he ascended to heaven. Jude anasema kwa wale ambao walioitwa katika Mungu na wamehifadhiwa na Kristo Yesu. Praise God. This is a great assurance. Our salvation is sealed by the Holy Spirit, and we are kept in our Lord Jesus Christ. Hatujihifadhi sisi, tunahifadhiwa. Yetu ni kufuata neno lake Mwenyezi Mungu. Hatuna kitu tunaweza fanya tutushikilie, mimi nataka nishikilie ama tupeane kama msalaba hapa. Wakati niko na hii nimeokoka sana. Niliwapea mfano wakati mwingine nilienda Western kufundisha. Baadaye tukatoka kanisa, ninafundisha kanisa yote. Nilikuwa nimeenda hii wanavaa kilemba mrefu sijui roho Israeli ama nini, wako na makofia na nini na nguo zao ziko na msalaba. Tukitembea tumemaliza kanisa tunaenda kukula lunch. Kijana akakuja na baisikeli, nafikiri ilikata break. Ikakuja ikaingia katikati ya miguu ya mzee na alikuwa na nguo. Sasa mzee akasukuma mbaya kwa matawi ndani. Alipoamka akasema, kijana, una bahati sana. Kama singekuwa na hizi nguo takatifu ungeniona. We are not kept by holy clothes. We are kept by the power of God in Christ Jesus. We are saved having Sunday best or not Sunday best. The Sunday best is the making of men. Hallelujah. Kwa hivyo anaandikia wale watu ambao wameokoka, mstari wa 2, neema na amani na upendo ujumulike kwenu. He is wishing them peace, grace and mercy. Just like Paul usually wishes his hearers. Mstari wa 3, mtu tusome kwa Kiswahili. Wapenzi, mlipokuwa mkifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu. Nilikuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu. Wokovu gani? Ambao ni wetu sisi wote. Ambao ni wetu sisi sote. Tulioona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa katika. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona ni vizuri sana niwaandikie kuhusu wokovu, kuhusu imani tuliyopokea sisi, ambao ni ya watu wote ambao wameokoka, ambayo ilipeanwa kwetu kutoka kwa watakatifu. This faith we are holding was delivered to us from the saints. Who are the saints ambao Jude anaongea kuhusu? Ni watakatifu gani hao ambao walitufikishia imani? Ukiangalia kutoka Agano la Kale, wale wote walioandika kuanzia Musa, uje akina Samueli, uje akina Elijah, akina Yeremia, ukuje kwa akina Mathayo, wote hao mitume wake Yesu Kristo, they are writing to us concerning our Lord Jesus Christ. And that is the faith that was passed on to us. Ile imani ambayo leo tunashikilia kama kanisa sio imani kinyume na neno lake Mwenyezi Mungu. Anything outside the word of God is not of God. We should hold fast to the faith that was delivered to us by the saints. And what was delivered to us, it is in the word of God. Sikule tulifundishana kuhusu the word of God na tukaongea kuhusu the canon of the scripture, yale mambo yako katika maandiko, na hili andiko limefungwa. Hakuna mtu anaweza ongeza na hakuna mtu anaweza toa. Kwa hivyo tunasimama na hii imani ambayo tuliyopewa. Mtu yoyote akileta neno lingine lolote, asema ama Roho alinionyesha jana ama niliota, usikatae, maoni hayakataliwi. Ashamaliza, mwambie asante. Let us subject now your vision, your dream to the word of God. Kama kenye umesema hakiko hapa, siwezi pokea kenye ambacho sikupatiliwa from our Lord Jesus Christ. Any other faith outside the word of God, it is null and void. It is not worth holding on. We should hold only to what was passed to us. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho kinatoka kinyume cha neno lake Mwenyezi Mungu, hatustahili kukishika. Anasema hivi, piganieni hiyo imani mliopewa. Leo hii watu wanaambiwa watoe pesa wabarikiwe. Is it anywhere in the Bible? Do we see any saints
teaching the same? If no, we should contend. We should fight for the truth in Jesus' name. Lazima tusimame na tuseme, this is a lie, this is truth. And when we have two contending issues, the only truth is the word of God. Maana siwezi kuwa sawa na mwingine akuwe sawa, na mwingine akuwe muongo, ama siwezi kuwa muongo na mwingine muongo. Zote tuweza tofautiana, lakini turejee katika neno. Let every man be a liar, but God remains to be true. Now for us to know the truth, let us go back to the word of God. Let us contend with the faith. Juda hapa alikuwa anaongelesha watu. Kanisa wakati ambapo lilikuwa limeanza kuchanganyikiwa. Watu wanaanza kuleta imani tofauti tofauti. Wengine wanaanza kuleta sheria. Wengine wanaanza kuleta mambo. Unakumbuka Wakolosai, Paulo akiwaandikia. Anawaambia mtu yote asiwahukumu kuhusu mwandamo wa mwezi, kuhusu siku, kuhusu sabato, kuhusu holiday. Haya yote ni kivuli cha mambo yajayo. People can miss the mark. And our mark is our Lord Jesus Christ. Na waanze kushughulikia vitu ambavyo havina maana. Let us focus unto Jesus always. Our focus should be unto our Master. Our focus should be unto our Lord and Savior, Jesus Christ. We should contend for the faith. Anything that is not in the Word of God should be rejected with the highest rebuke possible in Jesus' name. Hallelujah. And when we contend with the faith, persecutions zinaanza kurise. If you want to go with the multitude, you will get out of peace. Sisemi tuende tuanze kukoroga watu, ndio tuseme we are persecuted, stand with the truth. Hallelujah. Sio msemo, watu wengi na msemo wengi wape. Tunaenda na msemo ya kwamba je ni ya ukweli. Na ukweli tutaupata wapi? Sio kwangu, si kwako, tutaupata hapa. Kama huu ukweli hauko hapa, si ukweli. Hallelujah. Ni kama ile 6 nilisema wakati mwingine. Tukiingia hapa ndani tukute imeandikwa 6 hapa chini. Nisimame pande hii itakuwa ni nini? Ni 9. Nikikuja pande hii ni 6. Mwingine asimame pale 9, 6, 9, 6. Ninamwambia sio 6 ni 9. Na yeye ananiambia sio 9 ni 6. Sasa nani yako na ukweli? Mwenye yako na ukweli sio mimi na sio yule. Mwenye yako na ukweli ni mwenye aliandika hii 6. Oje? Na maana imeandikwa inaweza simama ikaambie mimi ni 6 na ilale. Ama mimi ni 9 na ilale. Sasa kila kitu tuhitaji kiko hapa. You tell me about ABCD. Thank you very much. Let us go back to the scriptures. If it is not here, let us leave it outside. God. The heavens and the earth shall pass away, but my word shall never pass by any means. How strong the word of God is. Mstari wa 4. Kwa maana, hebu sikia hii pia ni very strange and real in this time we are living in. Mstari wa 4 Yuda. Kiswahili. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu. Unaona? Kuna watu hii sasa unaona inapea nguvu Romans chapter 9. Kuna watu waliojiingisha kwa siri. Walijiingisha wapi kwa siri? Katika kazi ya Mungu. Walijiingisha kwa siri, lakini tangu zamani wameandikiwa hukumu ya Mungu. Kuna watu ambao wameandikiwa uzima, kuna watu wameandikiwa nini? Na ndiposa unakuta mtu anaweza simama mbele ya watu wa Mungu na anashika Biblia, anasoma laini moja, anatoa jasho mingi akidanganya watu. Amedanganya kabisa. Unajua, ukifanya hivi itatendeka hivi. Ukiweka tiles kanisa, hata nyumba yako itawekwa tiles. Hii mwaka itaisha kama hujaweka tiles. Na akumbuki labda unakodisha nyumba. Ukifanya hivi, pasa kivaa suti na wewe utavaa suti 5-5, ambia mwenzako suti 5-5. Is it in way in the Bible? Hawa watu hawaogopi hata kudanganya ndani ya kanisa, maana sio watu wa uzima. Can you see it? There are people who are already condemned and they know that they are not born again.
That's why they can lie rampantly. They can lie without blinking an eye. They can lie without even minding the congregation. Some people even don't have food. Lakini wanadanganywa enda leta 5,000. Na hiyo 5,000 Mungu ataifanya by December ikuwe hapa milioni. Na huyu mtu hata nyumba hajalipa. They lie without blinking an eye. Why? That is the answer. Si watu wa uzima wameandikiwa hukumu. Na Kenya maana kazi hakuna. Kuna kazi mbili rahisi ya kuanzisha Kenya. Na utajirike haraka. Kazi ya kwanza ni gani? Kanisa. Kanisa. Nunua suti kama yangu. Na ununue kiatu kaa hivi. Tafuta wasichana kama 10. Uwapimishe uniform. Nunua vyombo mzito kuliko hii. Na uwapeane training ya kuimba, si ya kusifu Mungu, kuentertain watu. Mnapoimba mnafanya hivi, mnaambia watu wafanye hivi. Ndio unakuta kanisa praise and worship ni entertainment. Ukiingia na umekuwa ukiona TV venye watu wanakuwa entertained, you don't see the difference. Ambia mwenzako nipe space. Mwambie mwenzako nataka niimbe, kuna baridi hii jana inanianza baridi. Nataka nipate joto. Do we come here to get joto? No. Because they are not of the kingdom, even their mission is different. Their vision is corrupt. Watu wanaentertainiana, piga nduru. Sio kwenda kanisa mnaimba mpaka mnaboeka mpaka mifupa inavunjika. Mwambie hapa hatuvunjiki, hapa iko raha, hapa hakuna raha, hapa tunakumbusha hukumu ijayo. So that we can be ready. Ni watu ambao sio uzima. Nimeenda Israeli, nimeleta maji lita 50. Ukikuja uchukue hiyo maji utapata. I told you from Israel hauwezi ukatoka na kitu zaidi ya kilo 20. Wao wanakuja na mawe ya from River Jordan. That is a game. Kuna mtu anaweza toka na mawe Kenya aende nayo nje ya Kenya. Wacha hata Israel. Ikijulikana ni that is our resource. Hata mchanga yetu hauna ruhusa kubeba. For your information. Ukienda hata Uganda usibebe vitu zao natural resource. Paka upate barua kwa ofisi ya geology ndio ubebe. Lakini sisi tuna uwezo ya kwenda Israel na kukuja na mafuta gorogoro 200. Ukichukua ima ya mafuta uende ujipake utapata ABCD. They are not of the kingdom. That's why their conscience is dead. They can lie with open eyes. Sio watu wa uzima. Waliingia katikati yetu bila kufanya nini? Kujulikana. Ndio maandiko yamesema. Very cunning people. Ndio hii hizi Timothy Paul anaambia Timothy. Wanaingia kwa manyumba za wajane kwa ujanja. There are people who like moving from house to house. Wakikuonyesha wenyewe ni wakubwa. Unajua nilionyeshwa na Bwana jana. Niliambiwa na Roho jana. Niliambiwa sisi na nini juzi. Asante kwa kuambiwa. Ungeambiwa na uniombee na tungemaliziana huko. Na sasa vile nimeomba, inatakiwa kuja ABCD. Tumekutana na mzee mwingine asubuhi akienda kazi. Nikamwambia mzee, mbona unakuja kanisa? Akaniambia, unajua pastor, kwa kweli nitarudi kanisa. Siku ile nilikuwa nakuja kanisa, hakukuwa na shida. Lakini leo na siendi kanisa ni kama shida imekuwa mingi. Nikamwambia hata kwa kanisa kuna shida, nje kuna shida. Not unless unaenda kwa mganga. Akaniambia kweli pastor, kuna shida ilinigonga nikaenda kwa mganga na ananisaidia. Na siku hata nilikuwa ninaumwa na kichwa na anafanya kazi lazima agonge kitu itoe sauti. Ningegonga kidogo hiyo sauti nasikia ni kubwa sana, kichwa inauma sana. Nikaenda akaniponya. Lakini hata sasa tukiongea na wewe, hii kidole haishiki kitu na lazima nishike kitu. Ka full shot ya kumwambia mchawi anaondoa shida hapa, anaweka hapa. Maana sipoweka hapa hana biashara. Unajua? Nao wachawi wengi wako kanisani na hawana hofu ya Mungu, anakuambia inawezekana, lakini lazima upitie kwa mtu ya Mungu. Si mnakumbuka ile picha nilisiona pale? Lazima kuwe na mtu ya kutupeleka kwa Mungu. Hata ukitaka watoto yako wasome, lazima kwanza uwalete hapa tu dedicate na usikuje mbele za Mungu mkono kavu. They are not of the kingdom. Nobody can bless anybody. Our blessings come from God.
Are we there? Maana kuna watu hawana kitu ya kupea pastor. So are they going to die? Wakati kanisa imesemekana ya kwamba kama una 10,000 tafadhali kimbia. Kuna mtu 1,000 kuona imejaa anamaliza miaka 2. Kama una 10,000 kuja hapa, Mungu anataka kupea watu maplot. So maskini kanisani watakufa. They are not of the kingdom. Can you see it? They lie openly. Church, we should get out of the neo-Pentecostalism. Hii ya kisasi kipya ni digital church ambayo inakuwa watu wa Mungu outside the world. Mtu anasoma mstari moja anatuzungusha na hiyo. Na Paulo akawekwa ndani ya kikapu akateremshwa. Ninaona hii mwaka ukiteremshwa. Utateremshwa kwa kikapu. Paulo aliteremshwa na nani? Na mwanamke fulani. Huyo mwanamke ni mfano ya kanisa. Na kanisa ni nani? Kanisa ni pastor. Hautawahi ona Mungu akitembea hapa, ni mimi unaona. Kwa hiyo ukitaka uteremshwe nione, ni kweli kwa kikapu. That's a lie of the devil. That was a true story. We should not make true stories be spiritual. A story is a story and it is real. It shows us the power of God. God can use anything to save anybody. Hallelujah. Mstari wa 4, hebu soma tena. Na msikize Biblia, tafadhali soma yako ukisikia. Soma tukisikia. Na kila mtu soma yako ukisikia. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu. Utapiga mstari kwa Biblia kwa hapo, endelea. Makafiri. Wanaitwa nani? They are not born again, in fact. So sio watu waliokuwa wameokoka wakaanguka, hawajaiokoka. Mheshimiwa nani? Hawa watu hawajaiokoka. So kuna wahubiri, kuna maaskofu, kuna maevangelists, kuna ma-apostles in quotes, kuna ma-prophets in quotes, hawajaiokoka. Ni biashara aliona. Na unakuta siku hizi, let us be very serious with God. Sikatai Mungu anaweza tumia kila mtu. Lakini angalia watu wengi siku hizi akienda retire apewe hizo benefit, anaanza kanisa. God is a God of retirees. Anafungua vyombo. Tuambie ni pension ulitoa ukanunua gani? Unaishinda ukimwagia watu huku. Church, these people are kafiris. If people can lie with open eyes, even they are a slight conscience, ni makafiri. Endelea. Tumeshika hiyo kanisa. Hawa watu wameandikiwa hukumu. Hawa watu ni makafiri. Maana mtu mwenye anajua mtu ni mgonjwa, mtu wako na ugonjwa na huyu mtu wako na sukari, ikipanda atafanya nini? Na pastor amepanda hali amekosa sadaka amerudi Nairobi. Mtu anapenda. Anaweza fanyia mama yake hivi. Conscience is it's not online. Because they are not born again. Unajua kama umeokoka, Roho Mtakatifu ukifanya makosa anakuhukumu. Lakini hawa maana hawajaokoka, ndiposa maana wanadanganya waziwazi. Kulikuwa na kesi juzi. Ndiyo sasa hii isiwastue kanisa, watu wakiongea juu siku hizi wahubiri wakora wahubiri, usiogope mtu akwambia hivi. That will continue. Maana Juda anatuambia waziwazi na alisema samani. Juzi kuna jamaa alipata bibi yake na pasta wakiwa ndani ya gari wakiongea. Simuliona kwa news. Na akaenda kudhibitisha ni bibi yake, pasta naye akatoka ndani, akamgonga na Said Mira akamvunja mguu na akaenda. Ukinikuta kwa gari na mke wako na nitoroke, inamaanisha nini? Na niende ati niripoti ati ni kajaka sokoni na kajaka. Na nimeona ni wewe na tuko na hiyo waje. Na pia mke wako kwanza ni kwa nani? Mombasa si msikia kwenye kilitendeka? Bibi aliuawa na mke wake wapi? Kanisani. Akadungwa na kisu. Na pasta amekuja na kisu kwa bahasha. Na wameanza kuimba. Angalia watu ambao hawajaokoka. Anatoa na bahasha pole pole kwa kisu. Na anajifanya anaimba, anachomoa mara moja na anaanza kudunga mke. Na anaua bibi na anaingisha kisu na anajikata na anajidunga.
Are they born again? So mtu asikwambia unajua ubiri, hao ni makafiri. Mwenye ambaye ana roho wa Mungu hata kikiumana. Tukikosana na Diana, nitaambia Eldatigos na wazee tafadhali. Najua tuelewane na Diana, take over the church. Let us sit down, let us be taught. I can honestly do that. I am more desirous of making it to the kingdom than being here. Makafiri hawajaokoka hata hawaendi, na kama hawaendi kuna mtu anabaraka. Barua hiyo ya peji 16 iliandika nini wanakosania? Kanisa nilichukua loan tukajenga kanisa, nilichukua loan tujenge kanisa. That's my business. Na bibi anakatalia hii, anataka mimi siwezi, invest a lot. Have I invested anything here? My friends, hata Kenya Mungu amebariki na kanisa kupitia mikono yangu si changu, because I never sought it. Anything we do for the service of God belongs to Him. Amen. And I said it one day and I repeat. Hata iende kiumane tunafunga hii kanisa, hatuwezi kuuza. Tutaangalia kanisa ingine tuambie continue here. Na mkishindwa msiuze, give another church. It is the service of God. Nobody's business. Let us seek in us as one family church. Hivi vyombo tuone kanisa ili tuanze kuuza. That's bad. Anything that has been given to the service of God belongs to that service. Wewe ukishindwa, give it to the next service. Acha kuuza. Kanisa inafunga, unaona mabasi ya kanisa inauzwa. Unajua sasa hii kanisa imeisha, tunataka tuuze mabasi. Mlitoa wapi? Unajua zilikuwa donated, sasa tutafanya nini? Pelekea kanisa hiyo karibu peana. This is for the service of God. Lakini maana ni kama pesa kwanza. Sio mimi nasema. Yuko kwa Jude, hiyo jamaa ambaye hamumsomali. That's how strong he is. Endelea. Makafiri, endelea. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Wabadilio neema ya Bwana Mungu wetu kuwa nini? Ufisadi. Hakuna mambo ya neema, tumeokoka kwa neema. Mpendwa, ukitaka mzee wako aokoke, fanya kitu. Ongea vizuri. Ufisadi ni kufanya nini? Ni kuongea vizuri. Ongea vizuri. Simuongee vizuri, hii mambo utamaliza. Unajaribu okay, ni sawa. Afande, naomba unisamehe, sitarudia tena. Ongea vizuri. Afande, I pray. Haujui lugha ya kuongea vizuri ni nini? Kitu. Wabadilishia neema kwa ufisadi. Unataka pasta akutake kwako? Au unakutaka kwako? Unatoka. Ndio naishi wapi? Ushakuja na kitu bwana. Na unasema pasta akujenge kamilio. Hebu ongea vizuri. Neema ya Mungu inabadilishwa kwa ufisadi. Kwa nini? Wameandikiwa hukumu. Siona kwenye Biblia huwa inaflow by itself. Wameandikiwa hukumu, ni makafiri, wanabadilisha sasa neema kwa ufisadi. Hiyo kanisa ni ufisadi. Connect yourself with the altar. Kuna mahali tulienda wakati mwingine, sitaki kuwa na Diana na nafikiri kuna mtu alikuwa. Bishop amehubiri, we were opening a church. Amehubiri akasema, ukitaka Mungu akubariki lazima ujiconnect na hii madhabahu. We don't need to be connected with this mortal thing. Hizi vitu zimeundwa na Wahindi. We need to connect ourselves with the King. Let us attack your connection. How filled is God that He needs to connect us to Himself through money. Yani pesa ituconnect na Mungu. Anyway, mimi napenda Ruto na napenda Uhuru maana they are president. Si basi Ruto sasa amejiconnect kabisa. Ruto in fact anatakiwa tumuite Pope. Maana hata leo atajiconnect. Maana mnaona? Sasa nyinyi shadow, nyinyi mjiconnect, unakuja na sadaka 20 bob. What is that? You can't connect God with that 20 bob. Connect yourself, kile kitu kitakustua. Badilisha neema ya Mungu kwa ufisadi. God cannot be equated with material things that perishes.
What does the Bible says? Ile sadaka Mungu anataka ni moyo uliovunjika na kubondeka bondeka. That's the sacrifice you can offer unto God. That is Psalms, Mr. David saying. Paul said this in Romans chapter 12. I beseech you therefore now, brethren, by the mercies of God, that you present what? Your money. A Yourselves. living sacrifice. Inasema nani? Your, You present your money. yourself. Your bodies as a living sacrifice. Holy, acceptable before God. That is your reasonable, na anatumia jina reasonable, kind of service. Ingine ni ufisadi. Ukitaka Mungu akubariki, toa vizuri. Mpendo unaweza toa na Mungu amesema not this year my friend. Can you change God? No. Unaweza kuwa hauna kitu ya kutoa. Yule mama wonderful. Yule mama mselekta alibarikiwa na kikapu cha unga, kikaendelea kutoa unga na mafuta, maana alipea Elija. No. Enda soma kuanzia mwanzo. Elijah aliambiwa hivi na Mungu, I have commanded her to feed you. Even before Elijah went, God had commanded the woman to feed Elijah. How? God knew it. Can you see the scriptures? Sio ati alitoa ndio ikaongezeka. Elijah tu alimwambia kulingana na neno langu kikapu cha unga hakitaisha na mafuta haitaisha. Lakini ukianzia mwanzo Mungu anaambia Elijah, enda kwa mama ule mserepta, maana nimemuamuru akulishe. It starts with God, not man. Don't do it because pastor said. Do it because it is said in the word of God. When I say it, I'm just only confirming the word of God. If it is outside the word of God, discard it with capital letters in Jesus' name. Kanisa tuache biashara ya kudanganywa. Let us go back to the scriptures. Huu ni mwaka wetu wa kumjua Kristo zaidi. Hallelujah. Hata kama hautaongeza kiatu, ongeza your knowledge in Christ. Hata kama hautanunua TV, let your knowledge in Christ increase. And when your knowledge in Christ increases, you also rise up in Jesus' name. Church, ukisoma kitabu cha Jude, it's a wonderful book. Sisi kazi yetu ni kusoma kalaini kamoja mahali. Tunaruka. We have a lot of things we've not yet learned in the Bible. Let us learn. Tumalizie na mstari wa ngapi? Huo wa 4. Endelea. Nao mkana yeye aliye peke yake Mola. Humkana yeye aliye peke yake Mola. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Mpaka wanakana Yesu. Maana kumwambia hapana, lakini Yesu hakufanya hivyo. Hapana, mimi naweza kufanya zaidi ya Yesu. Unajua Biblia in fact haikustahili andikwe full stop, ingeandikwa koma. Hiyo ni kukana Yesu. Na Roho wa Mungu kupitia Yohana katika kitabu cha Ufunuo anamalizia akisema hivi, yeyote atakayeongeza maneno katika kitabu hiki na yeye ataongezwa mapigo. Atakayeondoa mambo katika kitabu hiki na yeye pia ataondolewa kutoka kwa mtu mzima. Na yote ambaye anaekana kenye Yesu amesema, yeye pia hatambui Yesu. Do you know? Kulingana hiyo statement ya Juda, watu wengi wanatambua Yesu kama Mwokozi. Ndivyo? Lakini si kama Bwana. Maana kama ni Bwana, mtu hufuata masharti ya Bwana. Yakuwe makali ama mepesi. Ndivyo? Watu wengi Yesu kwao ni Mwokozi, lakini masharti ya Yesu hawafuati. So he is not Lord to them. Waumini wengi wa Kristo wengi wanasema leo nimeokoka, Yesu ni Bwana, nimeokoka, Yesu ameniokoa, Yesu ni Bwana kwa mdomo, lakini Yesu kwao si Bwana. Because they never follow him. Unajua hata kama tumeokoka haistahili tufanye ABCD. Kama tumeokoka sisi sio wajinga. Hata kama tumeokoka tunajua hii ni dunia. Ndio tunajua hii ni dunia, na pia
dunia lazima ijue ya kwamba sisi ni nuru ya dunia. Sio tujue ni dunia na tuingie kwa dunia. Hata kama tumeokoka, unajua dunia hatuwezi kufanya ndio, lakini pia dunia ijue mimi ni chumvi ya dunia. Wenye wamefanya ikuwe na kutu, I am the one who can make it better. Yaanze kung'aa. We are in the world. Yesu alisema, but we are not of the world. Ndio tuko katika dunia, hatutoki hivi karibuni mpaka Bwana aseme tokeni. Lakini sisi sio wa dunia. Hapa tunapita. Na lingine, we are ambassadors of Christ, beseeching men to be reconciled to God, as if God himself was in us. Can you hear the strong words Paul is using? Tunapatanisha na tukiongelesha ulimwengu patane na Mungu, kana kwamba ni Kristo mwenyewe ako ndani yetu. Anaambia watu, badilikeni. So we are in the world but not of the world. So Jesus Christ should be our Lord and Savior, not Savior only. We should follow the commands of our Lord. Kama ni hatari ni hatari. Na ule wimbo wa zamani utusaidie. I am a soldier in the army. If I die, let me die in the army of the Lord, not in a compromising position. Never turn your back. Keep walking in Jesus' name. Yesu akasema kwamba mtu yote anayeshika jembe aanze kulima, kisha angalie nyuma, hastahili ufalme. Ukiona mambo ni magumu, keep walking in Jesus' name. Wakati mawe yanarushwa sana, keep walking in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Na naamini Mungu aongozi hii ifike hivyo. Nilikuwa naangalia wakati mwingine a certain documentary. Nilikuwa najaribu kuangalia documentary za martyrs, wale wa Uganda waliuawa nani. Alafu nikaona wakiuawa very painful. Mwingine alishikwa akatolewa macho, akakatwa mikono. It was a live scene. Lakini baadaye nikahimizika, hii mateso atateseka uchungu mkubwa, about 1,000 degrees. Very painful. Maybe only 20 minutes.